Mpendwa, nikukaribishe katika mwanzo wa mwaka 2026, na miongoni mwa masomo ya msingi ya kujifunza tunapoanza mwanzo wa mwaka ni kujua kitu ambacho tunakiita, somo la leo linasema vita vya mwanzo wa mwaka: kubarikiwa na kuinuliwa au kulaaniwa na kushushwa. Popote tunapokuwa tunaanza mwaka kimaandiko, ni wakati ambapo adui shetani anatafuta kuwalaani watu na kuwashusha mwanzoni mwa mwaka na watembee katika laana hiyo mwaka mzima. Ni wakati ambapo Mungu naye ameuandaa kwa watu wake kuwainua na kuwabariki. Mhubiri 3 mstari wa 1 unasema, kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati huu ambapo adui amekusudia kuuvuruga mwaka wako na kuulaani na kukushusha, ni wakati huu ambao Mungu amechagua kuutumia kukubariki na kukuinua. Sasa ukiamua kuwa upande wa Mungu, unakuwa umeamua upande wa baraka na kuinuliwa. Ili ujue ni upande upi una nguvu, lazima ujue muda na nyakati zinamilikiwa na nani. Kitabu cha Danieli 2:21 mpaka 22, maandiko matakatifu yanasema, yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme, wapa hekima wenye hekima, wapo fahamu na maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo ya siri, huyajua yaliyo gizani, nuru hukaa kwake. Wakati unamilikiwa na Mungu. Mwaka ukiuacha mwaka wako umilikiwe na Mungu, unaugeuza mwaka huo kuwa mwaka wa baraka na kuinuliwa. Na haijalishi historia yako ya nyuma, inapofika wakati wa Mungu kumuinua mwanadamu, kuinua familia, kumuinua kijana wa kiume au wa kike, haina uhusiano na miaka yako yote iliyopita uliishije. Ina uhusiano na maamuzi ya mtu aliyeamua kuanza mwaka na Mungu. Kwa nini nasema somo linasema vita vya mwanzo wa mwaka? Siku moja Yesu akatoa kisa akasema, hatukupanda mbegu njema, magugu yametoka wapi? Anasema, baada ya Yesu anajijibu anasema, usiku mlipolala adui alikuja akapanda magugu. Unasema mwaka Mungu amepanga kukubariki na kukuinua. Mbona unaona kushuka? Mbona unaona laana? Mbona unaona mwaka wako unaanza na majanga? Usiku ulipolala, usiku ulipolala. Usiku manake nini? Ni wakati ambapo unashindwa kujua majira uliopo ni majira ya kuinuliwa na kubarikiwa, na unakaa umezubaa kiroho. Adui anatumia nguvu ya uzubaifu wako, adui anatumia usiku wako kukushusha na kukulaani. Unasema, mtumishi, kuna jambo lolote unataka kusema, lakini mbona nataka andiko lake. Kitabu cha Samueli wa pili 11 mstari wa 1, maandiko matakatifu yanasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakaangamizwa wana wa Amoni, wakauhusuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Mwanzo wa mwaka mpya ni wakati ambapo wafalme hutoka kwenda vitani. Kama unajiita ni mtoto wa Mungu, maandiko yanakutambulisha kama ni mfalme. Wewe ni mfalme chini ya mfalme wa wafalme. Anasema ninyi ni ukuhani wa kifalme, watu wa miliki ya Mungu, walioitwa kuweza kuzitangaza fadhili zake. Tunapoanza mwaka, wafalme wanakuwa katika vita. Ni vita vipi vinavyopiganwa mwanzoni mwa mwaka? Ni vita vya kuumiliki mwaka. Bahati mbaya, mfalme Daudi, badala ya kuingia katika vita vya kwenda kuumiliki mwaka wake ili mwaka ukae ni wa kuinuliwa na kubarikiwa, akakaa katika kupumzika na kulala ndani ya ikulu wakati wafalme wako vitani. Matokeo yake ni nini? Maisha ya Daudi kuanzia siku alipolala mwanzo wa mwaka huo kwenda mbele, maisha yake, familia yake,
ikawa ni ugomvi, ikawa ni visa, ikawa ni majanga, ikawa ni matatizo, ikawa ni malaana, ikawa ni balaa, ikawa ni kushushwa wa kesi, kwa sababu wakati wafalme wanakwenda katika vita, mfalme alibaki amelala. Niongee na wewe ambaye Biblia inakuita mfalme na ukuhani wa kifalme. Nataka nikwambie, tumia siku ya leo kuingia katika vita vya kiroho vya kumiliki mambo yote yatakayokupata kuanzia Januari hii mpaka Disemba, na si mpaka Disemba tu, mpaka Disemba ya dunia hii, Yesu anapokuja uchukuliwe uende mbinguni. Lengo ni nini, mtoto wa Mungu? Hatupaswi kuishi maisha ya kushindwa. Hatupaswi kuishi maisha ya laana. Hatupaswi kuishi maisha ya kushushwa. Mungu wetu ni Mungu anayepandisha. Anatumia majira kama haya kupandisha watu wake. Ninao mifano michache ya watu ambao waliamua kushinda katikati ya mazingira ya kushindwa. Ninao mifano ya watu ambao Mungu aliamua kutumia nyakati zao, kwa sababu Mungu anayemiliki nyakati, akatumia nyakati zao kuwapandisha juu na kuwainua. Ngoja nikwambie, hatuwezi kushinda, hauwezi kushindwa kama wakati huo Mungu ameuchagua kuwa ni wakati wako wa kushinda. Nina habari njema kwako. Wakati ambao Mungu ameuamuru kushinda, wakati ambao Mungu ameamuru kukubariki kwa kuanza na Mungu mwanzo wa mwaka, kama ambavyo umechukua maamuzi ya kusikiliza hotuba na habari hizi njema, hauwezi ukaathiriwa wala hautegemei CV yako. Mungu akiamua kukuinua na kukubariki, haitegemei elimu yako, haitegemei hali ya taifa lako, mahali ulipokulia, historia yako chafu au safi. Inategemea Mungu anayemiliki muda na nyakati. Kama unaamua kuwa upande wa Mungu, kama ni miongoni mwa wale wachache wanaosema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, kama ni miongoni mwa watu ambao wameamua kufanya masahihisho ambayo ya makosa aliyoyafanya Daudi kwa kuingia vitani Januari hii, tunapoanza mwaka wa kuukabili mwaka mzima na kumiliki mambo yote ndani ya mwaka, kuweka chini ya Mungu, ili kila laana zilizokusudiwa zigeuzwe kuwa baraka, ili kila kushushwa kusudiwa kwenye maisha yako kugeuzwe kuwa kuinuliwa. Lazima uamue kuishi maisha chini ya mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Nikupe mifano michache ya watu ambao waliamua, ambao Mungu alipoamua kuwainua, hakuna mazingira ya kushushwa ambayo yaliwashinda, hakuna mazingira ya kufeli ambayo yalitoa nafasi ya wao kufeli, bali walifaulu kwenye kila walichopitia. Ibrahimu alipata ushindi mkubwa wa kiuchumi kuliko Lutu mpwa wake. Wakati mahali ambapo Ibrahimu alipachagua hapakuwa na rutuba ya kuruhusu mtu atajiriki, hapakuwa na mvuto wote, ardhi ambayo ilikuwa haizai, ardhi ambayo haifai. Na Lutu alienda kuchagua mahali bora, mahali pazuri, Biblia inapofananisha na bustani ya Edeni, lakini alifeli. Na huyu Ibrahimu aliyekuwa na Mungu katika mahali ambapo hapatoi nafasi ya mtu kufanikiwa, Mungu akambariki na Mungu akakuinua. Mungu akiamua kukubariki unapoanza mwaka kwa kuamini katika kubarikiwa na kuinuliwa na Mungu, haijalishi uko mahali gani, Mungu akipiga tiki, hakuna kiumbe cha kiroho au cha kimwili chenye uwezo wa kuweka X kwenye maisha yako. Mwanzo 13:10, Lutu akainua macho yake akaliona bonde la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Lilikuwa kama bustani ya Bwana. Mahali ambapo Lutu alipachagua palikuwa kama bustani ya Bwana. Lakini Abrahamu aliyebarikiwa na Mungu, mahali ambapo palikuwa ni kama jangwa palipojaa changalawe, huyu ndiye aliyemsaidia mtu kwenye bustani ya Bwana. Kwa Mungu akiamua kupiga tiki mambo yako, unapoanza na Mungu, Mungu akayapiga tiki, hata kama unakaa kwenye ukame, vitu vitamea kwa sababu Mungu ametia tiki. Wakati Mungu alipoamua kumuinua kijana mlemavu aliyeitwa Mefiboshethi, haikujalisha historia yake ilikuwa ni nani, alikuwa wapi,
Mungu alimtoa kwenye mahali panaitwa Lodebar, mahali pasipo na matumaini, na akamketisha na mfalme. Ngoja nikwambie, yawezekana mahali ulipo panatoa uhalali wote wa kuwa mtu wa kufeli. Huyu jamaa alikuwa kwanza anatakiwa auawe akiwa amekaa amevunjika miguu, nimekaa kama ombaomba, kama mbwa mfu. Mungu alipomkumbuka akaamua kumbariki na kumuinua, mazingira yake yalimshindwa, hayakuweza kumng'ang'ania. Kitabu cha Samueli wa pili 9 mstari wa 7. Daudi anamwambia nani? Mefiboshethi, huyu kijana, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima, kutoka katika chumba kama omba, kufumba na kufumbua. Mungu anamuinua Daudi, anamfuata Mefiboshethi kutoka kwa alikokuwa, anamfanya kuwa mtu anayekula pamoja na mfalme, anamtoa katika hali ya kukata tamaa, anamweka katika hali ya matumaini yasiyo ya kawaida. Huyu ndiye Mungu ninayemwabudu. Huyu ndiye Mungu ambaye nasema habari zake. Lakini wakati ulipofika wa Danieli kuinuliwa, Danieli anawakilisha watu wote ambao ni wacha Mungu, wanaishi kwa kutegemea maombi tu na hekima kutoka juu. Hawana connection yoyote, hawafahamiki popote, serikali haiwajui, mbunge hawajui, hawana watu wa kwenda kuwaomba wamsaidie. Lakini wanadharauliwa kwa kuto watu wanaombaomba sana. Maombi yatakuletea chakula mezani kwako? Haya maombi yatakufikisha wapi? Hakuna nguvu kubwa katika dunia yenye nguvu kushinda nguvu ya maombi. Sikiliza sasa 6:3 Danieli anasema, basi Danieli huyo alipata sifa kubwa na maliwali na kuwa na roho bora kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya wote. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu. Kuna wakati unaweza ukaona kushushwa, lakini nataka nikutie moyo ya kwamba tunapoanza mwaka, ukianza na Mungu, amini umeanza na kuinuliwa na kubarikiwa. Kama usitoe neno la laana, kama useme nimeshushwa, Mungu akiamua kumuinua mtu, hakuna anayeweza kumshusha. Lakini wakati Yusufu alipoamua kuinuliwa, alikuwa ni mtumwa asiye na maana kabisa, lakini Bwana hakuangalia CV yake ya utumwa. Mwanzo 41 mstari wa 40 mpaka 41, Farao mpagani anatoa matamko, anasema, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mimi mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri, hakiwemo hata Farao mwenyewe. Mungu akiamua kuutumia mwanzo wa mwaka kukuinua, ukiamua kumruhusu Mungu ainue maisha yako, ukiamua kumruhusu Mungu aamuru baraka zije kwenye maisha yako tunapoanza mwaka na maisha yako yote yaliyobaki, ngoja nikwambie, haijalishi CV yako ya nyuma ni chafu kiasi gani, haijalishi umekuwa ni mtumwa, haijalishi umekuwa ni mtu wa chini, Bwana akipiga tiki, hakuna kiumbe wa kuweka X mahali ambako Mungu amesema ni tiki. Bwana akubariki na kukuinua. Lakini Mungu anataka afanye nini leo kwako? Tunapomaliza, yako mambo makubwa 4 ambayo nataka nikuombee kwa Mungu. Tunapokuwa tunayatamka, ndipo ambapo yanakupata ikiwa unaamini na unashikilia. Je, unaamini Mungu anaweza kukufanyia mambo haya 4? Jambo la kwanza, Mungu mwanzoni mwa mwaka, wanaompelekea hoja zao, Bwana huwainua waliofungwa katika hali ya kujisikia mnyonge, uwezi na si kitu. Kitabu cha Samueli wa kwanza 2:8. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha muhitaji kutoka jalalani, ili awaketishe pamoja na wakuu.
wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Ninakutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe ambaye unajiona ni mnyonge, Mungu wa mbinguni akuinue mwanzo wa mwaka huu. Kila kwako ambacho kwa kimeanguka, hata kama umeona umekuwa ni hali ya mavumbini, umekuwa kama ni mtu anayekaa jalalani, huna thamani machoni pa watu wanaokuzunguka, Bwana akupe thamani yako. Bwana akuinue na kukubariki. Lakini mtu wa pili ambaye Mungu anakwenda kumuinua leo tunapofungua mwaka huu, tunapoanza mwaka huu, ni yule ambaye ameshushwa kabisa na kila magonjwa na kila uovu. Uovu na asili ya kushusha, dhambi na asili ya kushusha, na ukicheza na kuua. Lakini pia kuna magonjwa yana asili ya kushusha. Wenda kuna magonjwa yanakusumbua. Leo ni siku yako, na wewe nakutangazia Mungu akuinue. Mungu akupe baraka ya uzima. Kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 3. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Tunapoanza mwaka huu, Bwana akusamehe maovu yako yote. Haijalishi umeua, umepiga risasi watu, haijalishi umeloga, haijalishi ni mzinzi, haijalishi ni mlevi wa kutupwa, haijalishi ni mwongo mchonganishi, akusamehe maovu yako yote. Tunapoanza mwaka, usivuke na maovu yako ya mwakani. Tumia muda huu kutubu. Vuka ukiwa msafi katika Bwana, lakini akuponye na magonjwa yako yote. Pokea nguvu ya uponyaji katika mwili wako, ukawe mzima, ili ukamtumikie Mungu kwa nguvu siku zilizobaki. Jambo la tatu, kuna wale ambao wamefungwa na minyororo ya umaskini wa jumla. Ni maskini wa jumla. Moja ya vitu ambavyo Mungu anavifanya katika vita dhidi ya umaskini wa kiroho na wa kimwili mwanzoni mwa mwaka ni ushindi dhidi ya umaskini. Kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 6 anasema, maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Akamwokoa na taabu zake zote. Ninakutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, kama umeamua kumuita Yesu siku hii ya leo, na kuna eneo fulani kwenye maisha yako unaona umaskini, Bwana akuokoe na taabu zako zote. Taabu za kushindwa kulipa ada za watoto, taabu za kushindwa kusaidia ndugu ambao wamekuwa kutegemea, wazazi wanaokuwa wanakutegemea, taabu zako zote. Wengine umaskini umepelekea hata ndoa, mahusiano yameharibika. Bwana akuinue na kutoe katika dimbwi la umaskini, akukatekate minyororo ya umaskini yote kwa jina la Yesu. Lakini jambo la 4 Mungu ambalo anataka akufanyie ni wewe ambaye umenaswa katika changamoto za kifedha. Tunapozungumzia changamoto, swala la fedha ni la muhimu, kwa sababu ukiingia kwenye kanisa lolote, ukiwaambia tutaje mambo matatu ya kuombea, utasikia la fedha, kama sio la kwanza itakuwa la pili. Lazima tumuombe Mungu aingilie kati kwenye eneo hili. Bwana anasemaje? Ayubu 22 mstari wa 25. Ayubu 22 mstari wa 25 anasema, naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Kama Mungu amesema atakuwa ni fedha ya thamani kwako, wewe umekuwa ni mcha Mungu na harakati zako, fedha imekuwa ndio changamoto. Tunapoanza mwaka huu, Bwana awe fedha ya thamani kwako kwa jina la Yesu. Lakini unaweza usielewe vizuri hii sentensi mpaka utakapoisoma kwa lugha ya Kiingereza. Anasema, the Almighty shall be thy defense and thou shall have plenty of silver. Kwamba nawe utakuwa na fedha nyingi. Miongoni mwa ahadi za Mungu ni Mungu kutupa neema ya fedha za kututosha katika mahitaji yetu. Na hili zoezi, usipoingia katika vita vya kunyakua baraka zako na zile tunasema na zile kuinuliwa kwako mwanzoni mwa mwaka, unaweza ukaona ni vitu vya kawaida, lakini wengine wanajua swala la fedha ni swala la kivita. Shetani hataki fedha ziingie mikononi mwa wacha Mungu, maana zitakuwa ni uponyaji, zitakuwa ni mahubiri, zitakuwa ni vitabu kwa waliokata tamaa. Mungu akupe neema ya kupata fedha za kukutosha, ili ukamtumikie bila manunguniko na bila uhitaji.
Lakini mwisho ni afadhali ukose yote, lakini usikose hili la mwisho ambalo Mungu ameahidi kukufanyia. Ninaongea na wewe ambao umekata tamaa ya safari yako ya kwenda mbinguni. Neno la Mungu limeahidi kuwainua watu wote katika vita dhidi ya nguvu za giza zilizojipanga kukuzuia usirithi nchi ambayo Mungu ameiandaa. Miongoni mwa maombi ya kuyaomba mwanzoni mwa mwaka ni kumwomba Mungu akupe baraka za kitabu cha Yohana 6 mstari ya 37, 39 na 40. Maandiko yanasemaje? Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Yesu anasema, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana yu na kumwamini yeye na awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tunapoanza mwaka huu, nataka nikutie moyo, mtoto wa Mungu, pamoja na mengine yote. Itakufaidi nini ukapata mambo yote ukakosa uzima wa milele? Habari njema kwako ni kwamba Yesu peke yake, hakuna kiongozi wa dini yoyote mahali popote ambaye amewahi kuahidi watu wanaomfuata kwamba atawafufua siku ya mwisho na kuwapa pepo. Katika siku hii ya leo, katika kuinuliwa kwako, ninakuombea baraka za kuinuliwa mpaka kuingia mbinguni. Tunapoanza mwaka huu, tunaanza mwaka wa kuelekea kufunga historia ulimwengu. Hivi karibuni Yesu anakuja kuchukua watu wake. Itakufaidia nini ukapata magari ukaikosa mbingu? Ukapata maisha mazuri, majumba, ukamkosa Mungu? Katika jina la Yesu, Bwana akupe neema ya kupokea nguvu ya uzima wa milele katika Kristo Yesu. Na nikukumbushe, wenda unanisikiliza lakini labda ni Muislamu. Nina habari njema kwako. Kwa ndugu zangu Waislamu, kitabu cha Qur'an 46 mstari wa 9, Mtume Muhammad SAW anasema, mimi sio kirojo miongoni mwa mitume, wala sijui nitakavyofanywa wala ninyi. Mimi nafuata niliofunuliwa kwa wahai, wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. Anasema ni mwonyaji tu, anaonya watu wasifanye dhambi mbalimbali, lakini yeye hajui kitakachompata wala hajui kitakachowapata wanaomfuata. Yesu pekee ndio ametupa kauli yenye msimamo mkali ya kwamba yeyote atakayemwamini na kumfuata Yesu atamfufua siku ya mwisho. Tunapoelekea kufunga historia ulimwengu, hivi karibuni utashuhudia matukio makubwa ya kutisha, watu wasiojiandaa kwa ajili ya Yesu. Lakini mbingu zitaachia, Bwana wetu anakuja. Pamoja na harakati za maisha na juhudi na baraka ambazo tumezitaja hapo juu na kuinuliwa kwako, kuinuliwa kwa maana kabisa ni kuinuliwa kutoka katika mavumbi ya dunia haya na kumrithi Bwana mbinguni. Hakuna mtume anayeweza kukuokoa, hakuna kiongozi wa kidini anaweza kukuokoa, ni Yesu pekee ndiye anaweza kutuokoa. Nikutie moyo na nikupe wito mpendwa. Ikiwa unasema ninaomba Mungu uniinue juu katika maisha. Unasema Bwana, ninaomba mwaka huu uniinue juu kiasi kwamba nataka Mungu wangu uniinue juu hata mbinguni. Unapokuja kufufua watu, na mimi niwe miongoni mwa watakaofufuliwa. Nikiwa nimekufa, Bwana utanifufua, sina wasiwasi na uwezo wako. Nikiwa niko hai, utanibadilisha, utanipeleka mbinguni. Ili pamoja na baraka hizi ambazo umenipa, mwenyewe nisiwe mtu wa kupotea, niwe mtu wa kuokolewa. Ikiwa ni ombi lako na unasema najiweka wakfu mwaka huu, mambo yangu yaambatane na Mungu, Mungu akubariki sana. Mungu akutendee katika jina la Yesu. Amen. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu mzuri ambaye amesikia neno lako hili, naye ameamua mwaka huu kuanza kwa kuinuliwa na kubarikiwa. Bwana, ninakusihi sana,
Ikiwa ndani yake kwenye moyo wake kuna majuto, kuna makosa aliwahi kufanya huko nyuma, wewe ndiye Mungu unayemiliki nyakati. Badilisha majira na nyakati zake sasa katika jina la Yesu. Tangu sasa kila laana ambayo ilitamkwa kwake huko nyuma tunaifuta kwa damu ya Yesu. Kila kushuka katika kila eneo, iwe ni uchumi, iwe ni mahusiano, iwe ni kimavazi, iwe ni katika kusoma neno, iwe katika maombi, kokote kuanzia sasa tunafunga, tunafungulia kuinuliwa na kubarikiwa. Mbariki aingiapo, mbariki atokapo. Muinue tu. Lakini ombi langu kuu katika siku hii ya leo, Bwana, ninakuomba na kukusihi sana, tafadhali Mungu wangu, kama ulivyosema ombeni nanyi mtapewa, nami ninaomba kwa niaba yake uzima ule wa milele. Yesu, unapokuja hivi karibuni, yeye, mimi na wengine wengi sana tukapate baraka ya kuinuliwa juu hata mbinguni na katika ile nchi mpya uliotuandalia. Asante Mungu wa mbinguni, maana